go, ain't nobody go. Ndugu wana Dar es Salaam, nitumie nafasi hii kwa kuwasalimu kwa jina Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini zaidi ni wasalimu sana kwa jina la imani zetu za dini zetu pamoja na mambo mengineyo. Kama ambavyo nilianza awali, naitwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Leo ni tarehe 2 Novemba mwaka 2025. Ni siku takriban 2 mpaka 3 tangu uchaguzi mkuu ulipofanyika. Awali ya yote nitumie nafasi hii kukushukuru wewe Mtanzania, mwana Dar es Salaam, kwanza kwa kuhakikisha kwamba mkoa wetu tunaendelea kusaidiana ili uendelee kuwa salama na madhara kwa wanadamu yasiwe makubwa. Nakiri ya kuwa Dar es Salaam, kama ambavyo wenzangu wamekushaeleza katika vyombo mbalimbali na kama ambavyo statement ya IGP ilitangulia kusema, kwamba ni kweli kiliibuka kikundi cha wahalifu ambacho nakiri mbele yenu kuwa vyombo vya usalama vimefanya kazi kubwa sana ya kudhibiti vikundi hivyo. Vikundi hivi vilianza katika barabara baadhi, lakini vikawa na ujasiri wa kuchoma baadhi ya majengo, kuharibu vituo vya mwendo kasi na kutishia watu ili uchaguzi uweze kuvurugika. Lakini natumia nafasi hii tena kushukuru tena jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola, kwa sababu uchaguzi ulifanyika, uliendelea, na adhima ya vikundi hivyo haikufanikiwa. Pamoja na haya, yapo baadhi ya maeneo ambayo vikundi hivi vilibomoa maduka ya watu kwa kuiba mali, vilibomoa maduka ya watu kwa kuiba vitu vilivyopo ndani yake. Lakini bado niendelee kushukuru jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola kwa kuendelea na udhibiti mkubwa wa tabia hizo. Wapo baadhi ya Watanzania wenzetu na hasa wa Dar es Salaam wakiuliza kwamba makundi haya yametoka nje ya taifa letu, yametoka mbali ya taifa letu kuja kufanya vurugu hapa Dar es Salaam. Mimi nikiri mbele yenu kwamba kwa sasa tumejielekeza nguvu zetu zote kuhakikisha tunadhibiti makundi hayo, yawe ni makundi ya ndani ya mkoa, yawe ni makundi ya nje ya mkoa, yawe ni makundi ya kutoka mahali popote duniani na hata mahali popote, yatadhibitiwa kwa nguvu moja. Tathmini itakapokuja kufanyika itaeleza bayana kwamba watu hawa waliokamatwa ni wa wapi. Wao ndio watakaoeleza vizuri kuhusiana na wanapotoka na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini kwa sasa bado linabaki katika mikono ya vyombo vya dola ili uchunguzi wa jambo hili usivurugwe hata kidogo. Pamoja na haya, zipo pia taarifa kwamba wapo wanajeshi ambao wamevalia nguo kutoka mataifa mengine wakipiga watu hovyo hovyo. Jambo hili si kweli. Jambo hili si kweli. Tanzania au mkoa wetu wa Dar es Salaam haujaomba wanajeshi wote kutoka taifa lolote, kwa sababu mambo hayo waziri wa mambo ya nje kwa kusaidiana na waziri wa ulinzi wanaweza kuja kulieleza kitaaluma. Lakini kwa level yangu ya mkuu wa mkoa, hakuna mtu yoyote aliyetoka nje ya taifa letu ambaye ni chombo cha dola kuja kupiga watu. Vyombo vya dola vina nguvu hapa nchini na vitadhibiti vyenyewe, na hali hiyo haitajirudia tena. Upo uvumi ulitokea juzi kwamba maji ya DAWASA yamewekwa sumu. Nishukuru sana DAWASA kwa kuja haraka katika vyombo vya habari na kutoa ufafanuzi kuhusiana na hali hiyo. Vikosi ama vikundi hivi ambavyo vimejipanga kufanya uhalifu katika mkoa wetu pia vimejipanga kuwa na taarifa zenye taharuki. Vimejipanga pia kuleta taharuki kwa kuweka chuku katika habari. Nikisema chuku kwa lugha ya Kiingereza ni exaggeration, na nikisema chuku kwa lugha ya Kiingereza ya kifasihi inaitwa hyperbole, na nikisema chuku kwa lugha ya Kiswahili ya kawaida ya kifasihi
inaitwa mbalagha. Maana yake ni kuweka taarifa kwa ukubwa ili watu waweze kutahamaki, waendelee kuhangaika na mwisho wapate madhara. Niwaombe wana Dar es Salaam, mliamini jeshi lenu la polisi na vyombo vyote vya dola kwamba linaendelea kuhakikisha wewe mwana Dar es Salaam unakuwa salama. Wapo baadhi ya wenzetu wanasema ukija huku maeneo ya Moshi Bar na ukija maeneo mengineyo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam, jeshi la polisi linaua tu watu. Naomba niwaambie kwamba hizi si habari za kweli. Jeshi la polisi light lisingelikuwepo hata katika hizi siku mbili ambazo mambo haya yamefanyika, nina imani wa Tanzania mngeliomba kwa sauti kubwa sana jeshi la polisi lirudi barabarani. Mimi kama mkuu wa mkoa nimeiona kazi kubwa ya jeshi la polisi, nimeiona kazi kubwa ya jeshi la polisi, na nimeona pia kazi kubwa ya vyombo vingine vyote vya usalama likifanya kazi kubwa ya kudhibiti vikundi vya kihalifu ambavyo madhara yake yangeweza kuwa ni makubwa sana. Inawezekana wamepanga mambo mengi kwa taarifa zetu za intelijensia, lakini jeshi letu lilihakikisha maeneo yote yanayotajwa hayavamiwi. Ni kweli kwamba yapo baadhi ya maeneo yaliyopata athari, kama vile baadhi ya vituo vya kupigia, kama vile baadhi ya majengo ya serikali, kama vile vituo vya mwendokasi, kama vile baadhi ya vituo vidogo pia vya polisi, kama vile baadhi ya maduka ya watu. Lakini kwa sasa hivi tumejielekeza zaidi katika kuhakikisha hali hiyo haijitokezi tena. Tamko la IGP kuhusu kuwa ndani kuanzia saa 12 jioni ni tamko ambalo bado halijatenguliwa. Tunafanya vile kwa nia njema ya kuhakikisha kwamba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam mnakuwa salama zaidi kwa kutenganisha muhalifu na mtu ambaye si muhalifu. Watu wakichanganyikana katika mapigano, madhara kwa wakati fulani huweza kumkuta asiye na hatia, wakati sisi lengo letu kubwa ni kumtarget mwenye hatia. Mtu mwema anapoambiwa huwa kaidi, na hili ni washukuru sana Dar es Salaam kwa kutokaidi tamko hii, statement hii kubwa ya kiusalama iliyotolewa na IGP wa Tanzania Wambura. Na kwa mantiki hiyo, pale ambapo kutakuwa na tamko tofauti, wa Tanzania na hasa wa Dar es Salaam tutapata taarifa. Tathmini ikoje kwa sasa? Hali ya mpaka leo tarehe 2, hali imeendelea kuwa shwari. Na kwa mantiki hiyo, tathmini inayoendelea mpaka sasa kwa haraka inaweza pia kutupa majawabu ya haraka kuhusu kuendelea na shughuli zetu kwa namna tuliyoizoea. Ni waomba wa Dar es Salaam tuendelee kuwa na subira katika nyakati hizi muhimu sana ambazo sisi tunaendelea kulinda raia na kulinda mali zao. Inawezekana mnaweza mkaona kama ni kifungo cha adhabu, lakini ukweli ni kwamba ni muda mfupi sana ili tuweze kukabiliana vizuri na ipasavyo na makundi haya ambayo yangeweza kuleta madhara makubwa sana katika nchi yetu. Huduma za jamii na hasa vyakula, watu wameendelea kulalamikia kwamba masokoni hakuna vyakula. Tumeweka utaratibu mzuri wa vyakula vinavyotoka mikoani. Tumeshazungumza mimi na mkuu wa mkoa wa Pwani na mkuu wa mkoa wa Morogoro ili kurahisisha magari yote yaliyobeba vyakula kupita kwa haraka katika njia hizo na kuingia katika mkoa wetu vizuri. Na kwa mantikio, vyombo vyetu vya dola ambavyo vimetawanyika katika sehemu kubwa ya mkoa wetu vitaendelea kuratibu kwa kushirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa na kamati zao wanaoijua mitaa yao vizuri, polisi kata, ili kuhakikisha kwamba huduma katika baadhi ya vituo vikubwa, kwa mfano masoko makubwa, maduka yaliyoko katika maeneo hayo, basi yanafunguliwa na bidhaa zinapatikana kule wanakochukua kwa jumla na kule ambako wanakwenda kuwauzia watu.
Na ndio maana upatikanaji wa huduma kwa siku kama ya leo mtaona imeendelea kubadilika, kwamba huduma imeanza sasa tena kutolewa kirahisi zaidi pengine kuliko ilivyokuwa jana na pengine ilivyokuwa juzi. Ni wasihi tu kwamba pale ambapo mnadhani mnataka kuhitaji huduma, tokeni mkapate huduma, rudini tena kama ambavyo tamko la IGP linasema. Barabarani tumekaa na vyombo vyetu vya dola vimekaa sio kukutishia wewe, bali kuhakikisha unalindwa vizuri na unajieleza vizuri nia yako ni nini, na nia yako kama ni njema watakuelewa na utapata huduma yako na utarudi. Wale wenye maduka yao, mchana huu uzeni bidhaa zenu. Uzeni bidhaa zenu. Ni bora bidhaa yako hiyo imekwisha ili tujue unafikaje kwenye duka la jumla ambako umekuzoea. Uza bidhaa zako ili Watanzania wapate huduma. Kumekuwa pia kuna malalamiko kuhusiana huduma kama za M-Pesa, huduma za kibenki. Tupo hatua ya mwisho kuhakikisha kwamba huduma zote hizo zinarejea katika hali yake. Wapo baadhi ya watu pia wanalalamika kuhusiana na mitandao ya internet. Tunafahamu miaka leo internet imejiconnect sana vitu vingi. Kwenye mabenki ni internet, kusoma email ni internet, na vitu vingine pia ni internet. Tunapokuwa tumepata jambo la dharura, lazima pia wote kwa pamoja tukubaliane kwamba tunashika kipi, tunaachia kipi. Tumeona kwamba ni vizuri sana kwa muda huu huduma ikawa ni hii ya kawaida ambayo haina connection na internet. Yote hii ni kwa sababu ya manufaa makubwa ya kiusalama, na ambayo wataalamu wa masuala haya, masuala ya national security vis-a-vis internet, access to internet, watatoa maelezo mazuri sana pale itakapobidi, kwa sababu si kila kitu cha kiusalama huwekwa wazi kwa watu. Kila jambo ufafanuliwa kwa mipaka yake, lakini ili hali kwamba Watanzania msipate madhara makubwa, na hasa Dar es Salaam msipate madhara makubwa. Huduma za hospitali zinaendelea kutolewa, na tumekwisha na tumewekeza nguvu nyingi. Wale madaktari wote ambao wako pembezoni wanafuatwa, wale wanaoogopa wanafuatwa, wanakuja kutoa huduma katika hospitali zetu. Muhimbili, JKCI, Ocean Road, Amana, Mwananyamala, Temeke, kote huko kuna huduma zote za afya zinatolewa ili kuhakikisha kwamba kama mtu anaumwa au vinginevyo anapata huduma yake. Wapo baadhi ya watu pia wanalalamika kwamba wanataka kuhudhuria mazishi kwa ndugu zao ambao wamefariki kwa maradhi au vinginevyo. Basi wote hawa tumetoa utaratibu maalum kwamba wasiliana na mwenyekiti wa serikali za mtaa, halafu yeye ana mawasiliano yetu na tutakuongoza vizuri namna kufika katika ile maeneo yote ambayo umeyakusudia kufika. Na naamini kwamba hautapata madhara ya aina yoyote. Barabara ambazo zilikuwa zimefungwa nyingi tumeendelea kuzifungua, na kuna zingine zilifungwa na sisi wenyewe. Sio zilifungwa na wahalifu, zilifungwa na sisi wenyewe ili kublock mhalifu asiweze kufika kwenye maeneo yenye umuhimu. Kwa hiyo unapokuta njia imefungwa, njia zimefungwa, njia zingine zilifungwa na sisi wenyewe ili kumblock adui asiweze kufika maeneo ambayo yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa taifa letu. Na statement kwamba jeshi la polisi linaua watu, mimi naomba niwaeleze jambo moja. Nimeangalia habari zinazorushwa na Al Jazeera, nimeangalia habari zinazorushwa na BBC kuhusu mambo yaliyopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Yatatolewa na vyombo vya habari vya Tanzania. Hapa nipo Channel 10. Itatolewa Channel 10. Itatolewa TBC. Itatolewa East African TV. Itatolewa Wasafi TV. Itatolewa Crown TV. Itatolewa IOTV. Itatolewa Global TV. Vyombo vyote vya habari vya ndani vitahusika na utoaji wa taarifa zilizo sahihi, ambazo hazina mlengo wa kichochezi, hazina mlengo wa kugawa taifa, wala hazina mlengo wowote mbaya, bali mlengo wa kuwaweka Watanzania pamoja na kushusha taharuki inayoweza kuwepo. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, watu wengi wanatamani sana amani hii pengine ingechafuka sana. Na wakati fulani sisi kama Watanzania wana Dar es Salaam huwa tunaweza kuingia kwenye mkumbo huo
bila kutafakari. Leo nadhani mmeona kwamba kumbe sisi wana Dar es Salaam tunapaswa kuwa mabalozi wazuri. Niliwahi kuambia tukipachafua Dar es Salaam, meli haitashusha mzigo, haitashusha madawa. Wala tukipachafua Dar es Salaam, mazao ya kilimo kutoka mikoani hayataingia Dar es Salaam. Ndiza zitaingia, mchele hautaingia, maharage yataingia, sukari hazitaingia. Leo nadhani mnaungana mkono na mimi kwa kile nilichowaambia awali kwamba tukifunga njia za Dar es Salaam, Dar es Salaam ndio lango kuu la kiuchumi. Mazao ya ndugu zetu kutoka vijijini yanakuja kuuzwa Dar es Salaam, sio kwa sababu wanatupenda sana, ni kwa sababu tuko wengi tunaweza kununua mazao hayo. Leo hii mizigo kutoka China, kutoka kwenye viwanda vikubwa duniani, inakuja kwa meli kuja katika bandari ya Dar es Salaam ili iweze kushusha hapa, iweze kwenda kwenye mikoa mingine. Hayawezi kwenda. Leo hii mafuta yanashuka hapa Dar es Salaam pale KOJ1 na KOJ2, kwa maana ya Kurasini Oil Jet 1 na Kurasini Oil Jet 2, inashuka meli na zinashusha mafuta. Haya mafuta hayawezi kwenda mikoani kama tukiwa Dar es Salaam tumepafunga. Na kwa lugha nyepesi, hata gari yako leo unaweza kuona kama haina mafuta, na pengine unaweza ukaambiwa mafuta subiri kwanza. Ni kwa sababu ya jambo hilo. Sasa tuwe wote mabalozi wazuri wa amani, na hiki kilichotokea kwa siku mbili kikawe somo endelevu. Waingereza wanasema iwe ni transferable lesson leo na mpaka kesho, ili mtu yoyote ukisikia jambo hili uwe ni balozi mzuri wa kuiambia serikali ili tuweze kuchukua hatua. Mwisho, kwenye mahoteli, kwenye magesti, kwenye lodge, kwenye nyumba kadhaa, ninyi wamiliki wa mahoteli, wamiliki wa lodge, wamiliki wa nyumba za wageni, ni vizuri mkawa mabalozi wazuri wa kutunza amani kwa taifa letu. Kama mgeni anakuja kwenye nyumba yako, haumwandikishi taarifa zilizo sahihi, hana kitambulisho cha NIDA, hataki kuonyesha leseni kama ni dereva, anataka kuja kulala pale akiwa hajulikani yeye ni nani, akifanya madhara, wewe umehusika kwa asilimia kubwa sana. Taifa limeweka vitambulisho kwa watu wote, vitambulisho vya NIDA, na hasa wenye miaka kuanzia 18, ili kurahisisha utambulisho wako wewe kama Mtanzania. Unless otherwise mtu huyu hana nyaraka ya msingi, lakini utamgundua kwa umri wake. Utamgundua kwa umri wake. Haiwezekani mtoto mdogo anakuja, wa kike au wa kiume, katoto kadogo kana miaka 12, 13, kanakuja kulala guest, na ushtuki kwamba huyu ni kiumbe gani na ufanye jambo gani. Toa taarifa kwa vyombo vya dola ili tuweze kwa pamoja kushirikiana katika kudhibiti amani hii. Leo uchaguzi tumeumaliza. Uchaguzi umeisha tarehe 29. Na nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kushinda uchaguzi huu. Inawezekana mgombea wako hajashinda, inawezekana chama chako hakijashinda. Leo tunaianza upya Tanzania nyingine ya baada ya uchaguzi. Naomba tuungane kwa pamoja kujenga nchi moja, kujenga mkoa mmoja. Na Dar es Salaam tufahamu tuna wajibu mkubwa, tumebeba dhamana kubwa. Wenzetu wa Kongo, wenzetu wa Zambia, wenzetu wa Malawi, wenzetu wa Burundi, wenzetu wa Rwanda, wenzetu wa Uganda hawawezi kupata huduma za kibandari kama sisi Dar es Salaam, na wenzetu walioko kule Kenya, Mombasa, na wenzetu walioko kule Beira, Msumbiji. Tukifunga hizi huduma hapa, sisi wote tumewaua kabisa wenzetu wanaokwenda kwenye mataifa hayo. Na mtakumbuka sisi hapa Dar es Salaam ndio the shortest route kwenda kwenye landlocked countries, kwenye hizo nchi, na uchumi wetu sisi unategemea sana pia mataifa hayo. Ndege zisipofanya kazi, SGR isipofanya kazi, reli ya kawaida isipofanya kazi, magari yasipofanya kazi, mambo yatakuwa ni magumu sana. Kwa wale wote mnaotaka kusafiri kwenda mikoani, umewekwa pia utaratibu mzuri ambao utaratibiwa na utasafiri kwenda kwenye mkoa wako. Kama una nia njema, chombo cha dola kitakuona tu kama una nia njema. Lakini kama unakimbia kwa kuwa wewe ni mhalifu, chombo cha dola pia kitakudhibiti.
naomba muendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na vyombo vilivyoko kwenye barabara zetu, na hasa jeshi la wananchi, kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zako unakoelekea, ili waweze kujua unakokwenda, unakwenda kufanya nini, na utakwenda utafanya huduma zako na utarudi ndani. Fanya namna hiyo ili kuisupport taifa letu. Je, hali hii itakwenda mpaka lini? Watu wanasema tunategemea mkuu wa mkoa useme sasa mwisho kesho. Naweza nikasema mwisho kesho kwa maana ya kukaa labda ndani, lakini ni kwamba usalama wa taifa ni jambo endelevu, na jambo hili hatujaweka ndani eti kwa sababu sisi tunataka tufanye uhalifu kunje. Hapana, ni kwa nia njema tu ya kuhakikisha kwamba taifa letu tunalilinda zaidi ili watu wetu wasiweze kupata athari. IGP ataendelea kushusha maelekezo maalum kwa polisi wote, kwa ZPCs, kwa RPCs, kwa OCDs wote katika nchi yetu, lakini zaidi pia CDF kwa kusaidiana pia na IGP wataendelea pia kuratibu masuala yote ya kiusalama yanayohusiana na vyombo vyao, ili Watanzania waendelee kuondokana na taharuki hiyo. Nihitimishe kwa kusema ninawashukuru sana vyombo vya habari kwa kuendelea kuwahabarisha Watanzania habari sahihi dhidi ya upotoshaji wowote ambao unalenga kuligawa taifa letu na kuleta taharuki kubwa. Leo tuungane pamoja kama taifa moja ili tukuze maendeleo na kukuza amani iliyopo. Tuungane kama taifa moja kumkataa adui anayepanga kuleta njama za uchafuzi wa mkoa wetu. Tuungane kwa pamoja dhidi ya wale wote wanaopotosha maana kwa maslahi yao, iwe ni chombo cha habari, iwe ni Mtanzania mmoja mmoja, iwe ni mwana Dar es Salaam, iwe ni taifa lolote. Taarifa zozote za taifa letu zitaripotiwa na vyombo vyetu vya habari kwa Watanzania wenzetu, na hizo ndizo zichukuliwe kama taarifa sahihi. Nawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.